Ndugu waandishi wa habari na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake, ninayo heshima kuwaambia kuwa Mwenge wa Uhuru au mbio za Mwenge wa Uhuru za kitaifa kwa hapa Dar es Salaam tutapokea Mwenge wa Uhuru tarehe 13 Aprili 2026 ukitokea mkoa wa Kaskazini Unguja na ukimbizwa katika wilaya zote kuanzia hiyo tarehe 13 mpaka tarehe 17 Aprili 2026. Na nikisema itakimbizwa katika wilaya zote, maana yake ni wilaya kwanza ni wilaya ya Ilala tarehe 13, wilaya ya Kigamboni tarehe 14, wilaya ya Temeke tarehe 15, wilaya ya Ubungo tarehe 16 na wilaya ya Kinondoni tarehe 17 ya mwezi wa 4 2026, na tarehe 18 alfajiri au asubuhi Mwenge wa Uhuru utakabidhiwa mkoa wa Pwani katika eneo ambalo tutapewa taarifa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Pwani ndugu yetu Abubakari Kunenge. Ndugu waandishi wa habari, mbio hasa hizi za Mwenge wa Uhuru shabaha yake ni kuleta umoja, mshikamano na udugu, lakini shabaha yake kubwa pia ni kuhakikisha kuwa Watanzania wanafarijika kwa miradi ambayo serikali inafanya juu yao. Na kwa mantiki hiyo, Mwenge huu wa Uhuru utakagua, utazindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi yenye thamani ya jumla bilioni 113.5. Na kwa kufanya hivi, mbio za Mwenge wa Uhuru zitatimiza kilomita 392.2 na miradi itakayokaguliwa itakuwa ni 35 yenye jumla ya bilioni 113.5. Ndugu waandishi wa habari, ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026 ni unalenga kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Aidha, ujumbe huu unaambatana na ujumbe wa kudumu wa mbio za Mwenge wa Uhuru dhidi ya mapambano ya VVU na ukimwi, malaria, dawa za kulevya, lishe pamoja na mapigano dhidi ya rushwa. Bado kuna dukuduku na malalamiko mengi yanayohusiana na masuala ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla wake, kama ambavyo nilitoa taarifa kidogo sana pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nirudie tu kwa kusema kwamba hoja kubwa ambayo pia tulikuwa tunaifanua ni kwamba kuna utofauti kati ya reserve na bei. Reserve na bei. Hata watu wanajiuliza, kama bei ya mafuta mlionayo mlinunua mwezi wa pili, kwa nini sasa leo mje mpandishe bei? Jambo ni dogo tu. Ni kwamba bei inayoamriwa, kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 4. Mafuta ya mwezi wa 4 yamenunuliwa mwezi wa 3. Wakati tayari huko duniani kuna nini? Kuna mitikisiko. Mafuta ya mwezi wa 3 yamenunuliwa mwezi wa 2. Kwa hiyo ili upate bei sasa ya mwezi huu, unachokifanya unaangalia mafuta ulionayo kwenye maghala na bei yake leo, unaangalia na bei ambayo mafuta yale yamefika, yako pale bandarini kwenye gas, yanashushwa pale KOJ1 na KOJ2 yanashushwa pale, na yale ambayo yanashushwa kule bandarini kule. Then ile bei sasa EWURA anachokifanya anatafuta average, alafu anasimama katikati. Kwa nini? Kwa sababu kwenye vituo vya mafuta, utaratibu wa awali wa taifa letu kuagiza mafuta kupitia wale makampuni, huwa tunaagiza mafuta ya mwezi mmoja, si kama maendeleo mpaka hapo. Sasa kule duniani kule ambako tunasema tunaagiza mafuta kule miezi hii michache wanatoa masharti kwamba sisi mtu atakayekuja na kahela ka mwezi mmoja hatuwezi kumuuzia. Tunataka mtu ambaye anachukua mzigo kwa pamoja, kwa sababu tunauzalisha, tunataka mtu anayechukua mzigo kwa pamoja. Sasa anaweza kuchukua pia mzigo kwa pamoja, ndio maana serikali inafanya kitu kinaitwa intervention. Sasa kama Mheshimiwa Rais alivyozungumza kwamba bei pia mwezi wa 5 yatakuwa ni mafuta yaliyonunuliwa mwezi wa 4, si kama maneno mpaka hapo. Sasa mnaweza kukuta pia ya bei imeshuka kidogo kutokana na hiki ambacho leo kinaendelea
ambacho kinaitwa ufunguaji wa ile njia ya Hamuzi ambayo watu wanaruhusiwa kupita kwa hizi wiki mbili ambazo wenzetu wametangaza kusitisha ile vita. Yale maelezo ya Mheshimiwa Rais yako very clear. Sasa siasa kwenye jambo hili, na nyinyi waandishi wa habari, nendeni mkapate kitu kinaitwa price chart, mkaangalie price chart inasema nini. Nendeni mkaangalie tozo za kisheria ambazo hata wabishi ambao waliwahi pia kuwa wabunge nao walishiriki kuzipitisha zile tozo. Sasa issue inakuja kwamba sasa kila serikali ina utashi wake wa namna sasa kuyaendea mambo baada ya ukweli huo, sasa kwamba kitu sokoni kiko labda 8,900 au vitu gani. Sasa rai yangu mimi ni kwamba LATRA, malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa magari ukiyasikiliza yako genuine, na katika mkoa wangu na ambao na uongoza niliopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele, kwa sababu ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya. Na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati, angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana. Lakini LATRA kitu ambacho pia walikuwa wanakidhibiti ni ule uholela, kila mmoja anaamka anapandisha bei tu kwamba mimi daladala itakuwa shilingi 3,000. Sasa mwisho wa siku makelele yatakwenda tena kwa Mheshimiwa Rais, kwa kuwa ndiye aliyepewa ridhaa ya kuliongoza taifa lake.